Moja kati ya video ambayo iko viral muda huu kwenye social media mbalimbali ni namna ambavyo Diamond Platnumz alifanya show yake hapo jana kwenye happy birthday ya tajiri mmoja kutoka nchini Ghana ambaye anajulikana kwa jina la Rich, ambaye of course ni moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri kwenye masuala ya biashara nchini hapo. Na special ambacho Diamond Platnumz amekuja kuonesha kwenye masuala yake ya muziki ni namna ambavyo amepokelewa na namna ambavyo mashabiki tu baada ya kujua tu Diamond Platnumz ametua nchini Ghana walimpokea kwa bashasha kubwa. Na moja kati ya video ambayo ilisambaa imeonyesha shabiki mmoja kutoka nchini Ghana the way ambavyo alikuwa ana furaha baada ya kusikia Diamond Platnumz yupo nchini kwao, na alimkaribisha sana kwa bashasha. Na wasanii wengine ambao walikuwa wanatarajiwa kufika katika tukio hilo la happy birthday ambalo lilifanyika hapo jana ni A-list ya wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye muziki wa Afrika. Moja kati ya wasanii hao ni Davido. As we know kwamba Davido ni moja kati ya international artist ambaye of course anafanya poa sana. Na jana kitu ambacho watu wamekuja kuunganisha doti ni namna ambavyo tajiri alivyokutanisha Davido pamoja na Diamond Platnumz. Kama unavyojua mara ya mwisho Davido na Diamond Platnumz wanakutana ilikuwa ni mwaka 2023 kwenye tuzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Rwanda. Ndo pale washikaji walikutana wakabadilishana hapa na hapa. Hapo nyuma watu walikuwa wanaunganisha doti kwamba Diamond Platnumz pamoja na Davido wanawezekana kawa na ugomvi kwa sababu toka wameachia ngoma yao ya remix ya My Number One ambayo ilikuwa ni ngoma ya Diamond Platnumz. Baada ya hapo hatukuona kwamba kulikuwa kuna ushirikiano ambao ungetokea kwa sababu as we know saizi Davido kwa ukubwa wake unaweza kusema amepiga hatua kubwa zaidi kuliko Diamond Platnumz, especially kwenye masuala ya uchukuaji wa tuzo za kubwa. Davido ana tuzo za BET, Diamond ana tuzo ya BET. Na kitu ambacho kilileta surprise kingine ni namna ambavyo msanii mkubwa kutoka nchini Nigeria ambaye ni muigizaji na ni muigizaji wa muda mrefu, namzungumzia Lamse, the way ambavyo alikuwa na shauku tu baada ya Diamond Platnumz kufika nchini Ghana alivyompokea na akaomba selfie. Na nikaja kuunganisha doti kwamba unapoona mtu yoyote yule ambaye anamuomba Diamond Platnumz angalau apige naye picha hata moja, basi anakuwa anamaanisha, kwa sababu inakuwa inabaki kama vile historia yake kwenye maisha. Kama msanii mkubwa kutoka nchini Nigeria Lamse anaomba selfie na Diamond Platnumz, mimi ni nani ambaye nisiombe picha na Diamond Platnumz kwa ajili ya kutunza kumbukumbu yangu tu kwa ajili ya mambo mengine. Lakini all show ilikuwa ni kali sana, na moja kati ya ngoma ambayo of course ilipokelewa kwa ukubwa, hata nahisi watu wengi walitamani Diamond Platnumz perform hiyo ngoma, ilikuwa ni ngoma ya Komasava ambayo of course ni moja kati ya ngoma kwenye kalia ya muziki. Inawezekana nikawa ni moja kati ya ngoma ya Diamond kwenye maisha yake ya muziki ambayo imefanya poa zaidi kuliko ngoma zake nyingine. Na wakati Diamond Platnumz anafika nchini Ghana, ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambayo watu wengi walitumia kama njia mojawapo ya wao kusalimiana, si ndivyo? Sasa ni mashavu makubwa ambayo Diamond Platnumz ameendelea kuyafanya kwenye kiwanda chetu cha muziki wa Bongo Flava. Anaiwakilisha vizuri zaidi bendera ya Tanzania. Kienda hata out of Africa, amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wamepokelewa kwa bashasha kubwa. Na kuna show moja ambayo alifanyaga nchini Hispania alipokaribishwa na msanii kutoka nchini Marekani, na mzungumzia Justin Derulo. Walifanya show moja kali sana na watu walikuwa wanaimba ile ngoma, unadhani kwamba ni wanaijua ile lugha, lakini ni kuonesha ni namna gani ambavyo Diamond Platnumz ameendelea kufanya vizuri zaidi kwenye masuala yake ya muziki. Na ni kitu kizuri zaidi kwa sababu wasanii wengine ambao wanatamani kufika kama the way ambavyo Diamond Platnumz anavyofanya, kuna namna ambavyo inabidi wawekeze. Diamond Platnumz amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanakuwa wanawekeza kiasi kubwa sana cha pesa. Kuna clip moja ambayo ilikuwa inasambaa, Diamond Platnumz alikuwa anafanya interview kwenye Times FM, ilikuwa ni way back kidogo. Alikuwa anaelezea namna gani ambavyo ile ngoma ya Harmonize ya Yola pamoja na Bado alitumia kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho ni zaidi ya shilingi milioni 90 za Kitanzania. So unaona ni namna gani ambavyo Diamond Platnumz akiamua kuwekeza kwenye muziki wake, basi anawekeza ili kusudi kwamba apate kikubwa ambacho yeye anakitamani akifike. Sasa ndio maana tunaona kwenye video zake nyingi kumekuwa kuna uwekezaji mkubwa. So wewe kama mdau wa masuala ya ufuatiliaji wa masuala ya entertainment, una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Diamond Platnumz amekuwa akikionyesha mara kwa mara, especially kwenye kupeperusha vizuri bendera ya muziki wa Bongo Flava na bendera ya muziki wa Tanzania? Acha ujumbe wako kwenye kwa site wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV. Na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na notification ambazo sisi tunakuwa tunaziweka humo. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye kwa site wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.